maeneo ambayo ulikuwa uonekani. Bwana asifiwe. Maana yake kama kuna maeneo ulikuwa uonekani, unaanza kuonekana. Kuna maeneo ulikuwa utambulikani, utaanza kutambulikana. Kwa sababu nini? Unayo nuru. Lakini mtu akikosa anagiza, hawezi kutambulika. Bwana asifiwe. Na ndio maana ili kuuza jina au kuongezeka kwenye maeneo unahitaji utambulisho. Watu wengi tumeshindwa kupata utambulisho kwa sababu hatuna nuru ya Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa ni vitu ambavyo ninakupa elimu. Nuru inaondoa giza kwa mtu, na inapoanza kuondoa giza, maeneo ambayo ulikuwa uonekani unaanza kuonekana. Na ndio maana Yesu yeye ni nuru halisi. Kwa unapokuwa na hiyo nuru, nataka nikwambie mwaka huu kuna vitu umefanya biashara yako haijawahi onekana na watu. Sasa itaanza kuonekana kwa sababu nuru imekuchia marangoni. Ni wewe kuufungua moyo wako. Umekaa gizani miaka mingi, lakini nataka nikwambie mwaka huu ni mwaka wa kutiwa nuru. Ni mwaka wa kuonesha vitu ambavyo havijawahi onekana kwenye maisha yako, kwa sababu nuru inakwenda kukuchia. Bwana asifiwe. Yaani kuna vitu ambavyo havijawahi kuonekana kwenye maisha yako, sasa utakwenda kuwaonesha watu, maana nuru imekwisha kukuchia. Maana yake pasipo hiyo nuru hakuna kitu kinachoweza kukuchia. Na Biblia inasema Mungu Roho Bwana alipotulia juu ya uso wa maji. Tulizungumzia habari ya wiki iliyopita juu ya Roho, namna anavyokaa kwenye moyo wa mtu na anaweza kumpa nuru mahali ambapo anaona giza. Hao ni mwanga, anaona giza. Kwa hiyo nataka nikwambie ni majira ambayo Mungu anataka akuletee nuru. Jambo la pili, ukiwa na giza watu hawawezi kukuamini. Ukiwa na giza watu hawawezi kukuamini, maana wewe ni giza. Bwana asifiwe. Kitu ambacho Yesu alishughulika wakati wa Agano Jipya ni kuhakikisha yeye anakuwa nuru na watu wanamwamini. Alionyesha vitu kadhaa ambavyo vilisababisha watu wamwamini. Bwana asifiwe. Unasema mtumishi alionyesha kitu gani? Yesu kitu cha kwanza ambacho alionyesha kabla hajaanza, kitu cha kwanza, muujiza wake wa kwanza ambao ule muujiza ulifanyika nuru ya watu na watu walizidi kumwamini, ni kwenye harusi ya Kana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo lazima kitu ulichonacho uwaoneshe watu ili watu wakuamini wewe ni nani. Maana yake kama mtu anakuja kukukopa hela, maana yake huyo mtu anataka aone wewe ni nuru au ni giza. Kama wewe ni giza, utakaposhindwa kulipa deni la watu, wewe ni giza, nina uhakika. Haleluya. Bwana asifiwe. Ninachozungumza unanielewa? Na ndio maana nimekwambia kwenye jambo la pili, unapoona watu hawakuamini, unaenda kukopa hela, hawana imani na wewe. Watu wa jamii yako hawana imani na wewe. Watu wa kanisa lako hawana imani na wewe. Maana yake wewe ni giza. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, unatakiwa kuwa nuru, hautakiwi kuwa giza. Onesha kitu cha uaminifu kwenye maisha yako. Haleluya. Uaminifu utasababisha